Yesu ni mtu mara kwa mara, mkiniruhusu niseme wa ajabu kidogo. Akiwa na pointi yake anataka kusisitiza. Jana alimuuliza yule kipofu, unatafuta nini? Unataka nikufanyeje? Na leo Yesu huko Yeriko anakutana na mtu mwingine. Huyo mtu jina lake Zakayo. Tunaambiwa vitu viwili kutoka kwake au vitatu. Ni mkuu wa watoza ushuru, kwa hiyo ni mtu mkatili na mjeuri. Ni mfupi. Mara ya kwanza Biblia inataja katika Injili kuhusu umbo la mtu au urefu wake. Na tatu, kwamba alitamani kuona Yesu ni mtu wa namna gani. Natumaini kila mmoja katika kusanyiko hili anajikuta katika hizo hali tatu. Kwanza, hali ya dhambi. Ndio maana tunapoanza ibada tunakiri dhambi zetu. Mtakatifu Yohana anasema yule anayesema hana dhambi anamfanya Mungu kuwa mwongo na anamfanya Yesu Kristo kufa bure, anasema Paulo. Ikiwa mimi naona kwamba mbele ya sheria nimesimama vizuri, mimi kama padri kwa mfano, naona kwamba nimetimiza kila kitu, basi Yesu hanifai chochote. Lakini Zakayo, ambaye jina lake maana yake msafi, alitambua kwamba yeye maisha anayoyaishi ni kinyume kabisa cha ahadi ya jina lake. Maisha yake yote amepambana bila kuwaonea watu ambao hawakuwepo Mungu alipokuwa anagawia urefu, lakini kawaida watu warefu kwenda chini huwa kuna tabia ya kufanya kelele nyingi kwa ajili ya kuonekana. Sio kosa lao, tuseme ni swala la kwamba tumehisi tukiwa wadogo kwamba kila mtu anatuangalia kutoka juu. Kila mtu anatuangalia kwa kudharauliwa, na hivyo inaweza ikawa sio katika kimo, lakini katika kitu kingine tunajikuta wafupi. Wafupi katika upendo, wafupi katika furaha, wafupi katika uvumilivu, wafupi katika msamaha. Na hivyo tunafanya vitu vingi kwa ajili ya kujaza kile kimo. Na Yesu anakuja, na Zakayo anafanya nini? Anajua Yesu hawezi kuniangalia nikiwa hapa chini, kwa hiyo lazima nipande kwenye mti. Ni mimi na wewe kila mara tunapojaribu kuonekana, watu watuangalie kwa heshima, na Yesu katika ibada hii anakuja kwako, anakuja kwangu sio kama bwana na mtawala. Anakuja kama mtumishi, kama mdogo wako. Anamuona Zakayo kutoka chini na kumwambia, shuka upesi, njoo. Leo inafaa niingie nyumbani kwako. Leo inafaa wewe unifungulie. Mimi sihitaji uonyeshe kitu fulani ili nikupende. Nakupenda ulivyo. Na Zakayo alikuwa hajawahi kutana na upendo wa namna hiyo. Hicho kilimfanya ashuke. Si tunashuka kila mara tunapokubali kupokea Ekaristi au tunapokubali kwenda katika sakramenti ya maungamo kwa ajili ya kumruhusu Yesu aingie ndani ya nyumba yetu. Fujo zetu tulizoziacha, Yesu anataka kuingia. Leo inafaa nile pamoja na wewe. Leo inafaa tuwe kitu kimoja. Leo ni tofauti na jana, ni tofauti na kesho. Mimi na wewe tunayo leo yetu tu. Leo Yesu Kristo anataka kuingia. Leo anataka kutangazia kwamba anakupenda. Leo anataka kuambia kwamba maisha yanaweza kuwa tofauti. Zakayo kashuka haraka, akamkaribisha kwa furaha. Yesu hasubiri tuwe wasafi ndipo atupende. Yesu hachagui walio bora, ila anawaboresha anaowachagua. Mimi nawaalika kutambua katika huyu Yesu anayejifanya mnyonge, anajifanya mdogo wetu katika neno lake ambalo tunaweza kupuuzia, na katika kipande cha mkate ambacho tunaweza tukafanya tunavyotaka, ili tuone kwamba hana nia mbaya na sisi, hana ugomvi na sisi. Anachokifanya anamaanisha, na anatuomba shuka. Usiwaze sana. Tukutane katika hali yako jinsi ilivyo leo. Mara nyingi kwa kweli baadhi yetu, mimi nikiwemo, mara nyingi tunasita juu ya kujongea Ekaristi Takatifu kwa sababu ya kujisikia wachafu, kwa sababu ya mawazo, dhambi ambazo si za mauti, ambazo ni kweli zinatuumiza,
Lakini ni kwa sababu ya hiyo Yesu Kristo anasema leo inafaa, kwa sababu nimekuona wewe na nimekuja hapa kwa ajili yako. Yesu Kristo anakuita kwa jina leo na anakuambia nipokee. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.